Ikiwa ni baada ya wiki mbili tu baada ya msanii Dula Makabila kununua gari yake aina ya Range, ambapo gari hilo alipolinunua mwanadada Mange Kimambi alimkabia kooni kweli kweli, akaanza kusema magari haya huwa yanaharibika mapema na mtaona kama ataweza kuliendesha hadi mwezi alijaribika. Ndivyo ilivyokuwa, utabiri umekuwa ni wa kweli kabisa. Sasa hizo kashfa ambazo aliweza kuzitoa mwanadada Mange Kimambi nimekuwekea hapo mwishoni ukapata kutazama kitu ambacho mwanadada alikiongea kabla Dula Makabila hajaribikiwa na gari hili majira ya jana. Sasa ngoja nikusomee hichi ambacho alikiandika majira ya jana usiku mwanadada Mange Kimambi wakati na posti hii clip ikimuonesha Dula Makabila kuharibikiwa na gari. Dada yenu nikiwaambia kitu mwe mnaelewa, sio chuki au wivu. Huyu Dula Makabila huyo leo kazimikiwa na Range alilonunua hata wiki mbili halina. Akaita fundi na ndo fundi huyo kazama chini ya gari. Kazimikiwa na gari maeneo ya Mwenge akiwa anaenda kushoot video. Basi akawa anaona haibu, hataki hata mtu amuone. Akawa anajificha kwenye gari huku kavaa Hamlet ili asijulikane. Narudia tena, hizi gari za luxury kama kuna pesa ya kuzinunua zikiwa na 0 kilomita ama kilomita ndogo ni kujitafutia tu ugonjwa wa moyo. I hope Dula Makabila hakuuza ile Crown akatop up akanunua hii Range. I hope anayo ile Crown, maana hii Range soon anaipaki iwe inapiga picha tu. Jamani, acheni maisha ya kuiga. Hiyo pesa Dula aliyotoa kununua huu mkweche, angenunua gari yenye hali nzuri sana, angebaki na Crown yake tu. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika mwanadada huyu Mange Kimambi kupitia page yake ya Instagram akimsema Dula Makabila baada ya kuharibikiwa na ile gari. Ni mtu tazama kile ambacho alikisema before, ambapo pia aliweza kumtaja Harmonize katika hili sakata. Aliweza kusema nini kuhusiana na hili gari wakati Dula Makabila analinunua. Sikiliza hii hapo mwishoni. Hapa ni Blue House Dax Media. Mimi naitwa Daud Alexander Scott Rizzi. Mwanadada Mange Kimambi ameweza kuandika ujumbe mrefu kwa kuchana mastaa ambao mara nyingi wamekuwa kinunua gari la kifahari, ambao magari haya yanajulikana kwa jina la Range Rover. Sasa kupitia page yake ya Instagram ameweza kuandika ujumbe mrefu kwa kuwa tag baadhi ya mastaa na kuachana. Sasa kabla sijakusomea kile ambacho amekiandika mwanadada huyu Mange Kimambi, tupitie post ya jana ambayo imeweza kuzua mjadala mkubwa kupitia mtandao wa Instagram. Hapo jana msanii Dula Makabila ameweza kununua gari, ambapo gari hilo ni aina ya Range yenye namba T352 ECK. Sasa baada ya kununua gari hili aliweza kushare baadhi ya picha kupitia page yake ya Instagram pamoja na videos. Sasa katika upande wa caption aliweza kuandika kama ifuatavyo. Mimi nanukuu tu: kiukweli nakosa maneno juu ya furaha nilionayo, ni muda mrefu sana. Nilitamani kumiliki gari ya aina ya Range. Nakumbuka kuna siku nilikaa kwenye gari ya babangu Majizo. Nakumbuka kipindi hicho ananitambulisha kwenye mziki wa Singeli. Nikamwambia mzee wangu kuna siku nitamiliki Range, ila akaniona kama nachekesha, na sio yeye tu, hata mheshimiwa Babu Tale na bro Madeali wa mwisho ambaye alicheka nusu afe, na mamangu Zamaradi, lakini wote niliwaahidi kuna siku nitamiliki Range, na sikutamani tu kuwa na Range, nilitamani huku nikiwa nafanya kazi kwa bidii, na kama mnavyojua bidii haijawahi kumwangusha mtu. Hatimaye na mimi leo namiliki Range na kuwa msanii wa kwanza wa Singeli mwenye gari ya gharama ambayo hata wasanii wa Bongo Flava hawana. Na hii inapaswa kuwa habari nzuri kwa kila msanii wa Singeli, kwa sababu nimeiheshimisha Singeli na wasanii wa Singeli, na wadau wanapaswa walifurahie hili kwa sababu nimeongeza thamani ya muziki wetu. Na kama mnavyojua maendeleo hayana chama, na kama ikitokea wewe uliona hii posti unataka kumpa mtu habari, usimwambie Dula Makabila kanunua gari bila kutamka neno Range, utakuwa umenikosea mimi na kampuni iliyotengeneza Range, sababu hata Paso, Premium na IST nazo ni gari vile vile. Afoka flash na emoji mbili za kucheka. Msanii huyu Dula Makabila akiendelea kusema ya kwamba, na inawezekana nikiwa sio msanii mzuri sana kwenye kuimba huu muziki wa Singeli, ila kwangu ni furaha kuona naendelea kuwakilisha vyema wenzangu kwenye swala zima la maendeleo, maana sikatai mimi ni mtu utani, ila swala la kuwa na hela nyingi kuliko msanii yeyote wa Singeli, hii halipo kwenye utani, ni maisha halisi. Na kama huamini, D-Voice anaweza kuwa shuhuda wa hilo la mwisho. Kwa wasanii wenzangu wa Singeli kunipenda au kunichukia, hiyo juu yenu siwezi kuwapangia, lakini kuniheshimu ni jukumu la kila mmoja wenu. Alafu akamalizia kwa kusema ya kwamba ndoto yangu inayofuata ni kununua Cheka tu na wasanii wake. Mungu
naomba nisaidie nilifanikishe hili inshallah. Afu akamaliza kwa kuflashi emoji 2 za shukrani. Sasa baada ya kuandika hivyo kupitia page yake ya Instagram na kushare baadhi ya pictures jinsi kama unavyoona akiwa juu ya gari hili aina ya Range yenye namba T 352 ECK. Sasa kupitia page ya Instagram mwanadada Mange Kimambi aliweza kushare hii hapa picha ya Dula Makabila akiwa juu ya Range, lakini akaandika caption ndefu kama ifuatavyo. Caption hii ambayo nainukuu kupitia mwanadada huyu Mange Kimambi ambaye amekuwa akiwachambua mastaa kufuatia mambo ambayo wanayafanya mtandaoni. Mwanadada Mange Kimambi aliweza kuandika caption ambayo ilikuwa inasomeka ya kwamba, naandika hii posti not be hater wala kuwasaidia wengine, msihadaike na posti za mastaa wakiwa na marenji. Kama kuna gari usinunue ya zamani, basi ni Range. Uwi, hakuna gari zina headache zikiwa old kama hizi. Yani ni hivi, utafilisika kutengeneza gari kila siku. Gari uko garage, alafu matengenezo ni expensive mpaka basi. Kila kifaa utasikia 500,000, milioni 2 mpaka 500,000. Na hakikishia baada ya muda mfupi Dula hii gari ataishia kupiga nayo picha tu na kuzunguka mtaani kwake tu, safari isiyozidi dakika 10, na atatafuta gari ya kawaida ya kupigia nayo misele. Mnakumbuka kile kipindi watu maarufu kibao walinunua zile Range za wizi za South Africa? Waulizeni sasa hivi zile Range ziko wapi? Aidha wamepaki ndani, wanaendesha gari za kawaida tu, wanatoka nazo ndani kwa ajili ya picha na show off, tena ndani ya muda dakika 10, au wameshaziuza au wamenunua gari za kawaida. Muulizeni Esma, wote akina Kajala, zile Evoque zinawatoa kamasi kabisa. Mwanadada huyu Mange Kimambi akaendelea kusema ya kwamba, mimi nanukuu, na kushauri nunua gari ya kawaida yenye mileage ndogo kuliko haya marenji yaliyotembelewa mpaka yanakaribia kuongea. La sivyo uwe na gari 2, hii Range iwe ya kupiga nayo picha Insta, then una gari yako ya misele. Mimi binafsi huwa gari ikifika around 7,000 hadi 80,000 miles huwa lazima niuze, ama ni top up ninunue gari nyingine. Maana ikifika miles hizo ndo huwa safari za garage zinaanza. Gari yangu ya sasa nimenunua mwaka juzi mwishoni ikiwa na 0 miles. Nao ina kama miles 7,000 hivi. Sijui itachukua miaka mingapi kufika miles 80,000, maana sinaga safari zaidi ya kupeleka watoto shule na kwenye sport. I will keep it mpaka ifike miles hizo, then bye bye. Hakuna kitu sikiwezi kama stress ya kupoteza pesa garage. Yani mimi bora niendeshe tu Toyota chenye miles ndogo kuliko Range yenye miles kubwa, ni paswa kichwa. Hizo gari itakuwa faida ya biashara, unamalizia garage au mshahara unaishia garage. So please msihadaike na hizi Range za watu maarufu, huwa wana regret kuzinunua after very short time. Wewe tafuta gari ambayo haijatembea sana ili usave pesa yako. Hizi gari za luxury kama huna hela kuinunua ikiwa na mileage ndogo, tafadhali usinunue, la sivyo unaenda kumaliza hela zako zote garage, special gari zinazoitwa Range. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika mwanadada huyu Mange Kimambi kupitia page yake ya Instagram, akiwachana hawa mastamba au mara nyingi wamekuwa wakinunua magari ya aina ya Range kwa ajili ya show for mitandaoni, lakini magari haya ameweza kusema kwamba yamekuwa ni ya wizi kutokea huko South Africa na yamekuwa kiletwa Bongo na wasanii wakubwa wamekuwa kiamiliki. Hapo unaweza kuona amemtaja Esma, lakini pia hichi kipindi utakumbuka pia hata Harmonize pia aliweza kununua Range, lakini pia Chief Godlove ambaye mara nyingi amekuwa kiteka Helen sana kwa ajili ya kununua magari yenye bei, na yeye pia aliweza kununua Range. Lakini pia ikumbuka hapo nyuma tuliweza kuona moja kati ya post ambayo ameweza kuishare Harmonize kupitia page yake ya Instagram, ni gari aina Defender akimtunuku mpenzi wake ambaye alikuwa ni wa zamani, lakini kwa sasa wameamua kurudiana tena, na huyu si mwingine ni Kajala. Lakini huko nyuma kuna gari ambayo aliweza kumpatia aina ya Range ambayo aliita Kajalawani, ambayo pia aliweza kumtunuku, lakini kwa sasa hatuioni. Pengine kweli amepaki ndani gari hii na ndio maana hatuioni kivile. Labda magari haya kweli yanaweza kuwa ni headache sana, yanaweza kukusumbua kichwa na pale unaponunua yakiwa na mileage kubwa. Kwa hiyo mwanadada huyu Mange Kimambi ameweza kutoa ushauri kwa watu wasihadaike ama kushangazwa ama kushtushwa na posti hizi za watu maarufu wakimiliki Range, lakini Range hizi zimekuwa zinapoteza pesa nyingi sana huko garage.
hasa pale pindi zinapoharibika. Yapi ni Blue House Dax Media. Yapi maoni yako kuhusiana hili hapa swala ambalo ameweza kuliibua mwanadada huyu Mange Kimambi kupitia page ya Instagram? Mimi naitwa Daud Alexander Scott Rizzi.